Bibi aliniambia dunia tambara bovu, binadamu hawana njema, ila nina subira, maana siku hazigandi, nizidi kumwomba Mola, ana yeye ndo mpaji. Mbona kila nalofanya kwa ubaya, hawapendi kuniona mbele ninasonga. Sijui nifanyaje mimi. Nimwambie kana? Hapana, atakimbia. Nimwambie dada yangu? Hapana. Cheki anaponipambania, anazunguka huku na kule kunitafutia pesa mimi, imradi tu niende chuo. Nije tena niongeze na hili? Hapana, sintampa presha dada watu. Sijui nifanyaje mimi. Ngoja kwanza niende duka la madawa. Hii mema kabla hajakuwa ni ya kutoa, lakini pia kutoa mimba ni dhambi. Sasa nifanyaje mimi? Na nisipoitoa hii mimba nitaendaje chuo? Nitamwambiaje dada? Mbona mapenzi yanatufanya vibaya, yule kapenda asipopendwa kutwa analia. Ulinyosha maneno ukapindu kweli, ukaweka sumu kwenye karatasi ya ofisi, ukitaka niondoke kwa macho ya uongo, lakini wazo lako lina harufu nzito. Nimeona michezo, nimejua mbinu, siku za siri haziishi milele. Kila uongo una mchana wake, kila siri huja na sauti. Ukicheza na majina ya watu, mwisho wake ni aibu yako. Barua ya Madam, umeniita hapa tena, kuna nini? Maana ukiniitaga Mary, kwa sasa niko maji ya shingo. Nimepambana kila niwezalo niweze kumrudisha JP, lakini nimeshindwa. Yaani hivi, nina wiki nzima sina mawasiliano yoyote na JP na wala sifahamu yuko wapi. Kwa nahitaji msaada wako shoga yangu. Madam Ashura, hasa mimi hayo mambo yote hayo unanielezea? Hasa unanielezea mimi kama nani? Mimi na ndugu na JP? Mimi JP namjulia wapi? Na ndugu naye upi? Ambao ukinielezea mimi labda naweza mimi nikatoka hapa nikakusaidia. Ungetafuta labda mtu wa karibu yake zaidi unaomjua akusaidie. Mimi siwezi. Mary shoga yangu, sina mtu yoyote wa kuongea naye mambo yangu. Yaani nahisi wewe ndio mtu uliokupo karibu na mimi. Kwa hiyo nimeamua kuongea na wewe nikwambie mambo yangu uweze kunisaidia shoga yangu. Kwa hiyo unataka mimi nifanyeje? Au nifanye nini? Maana kwanza kitu unachonielezea kiko nje ya uwezo wangu. Ni kitu ambacho kabisa yani siwezi kukusaidia.
siwezi na sina huo uwezo, na nilishakwambiaga tena mimi siwezi. Ulishaniita ukaniuliza, ukanieleza masuala ya JP, nikakwambia mimi siwezi na nikaondoka zangu, na leo tena unanitia mambo yale yale. Haya, mimi nakusaidia vipi? Shoga yangu, nahitaji ushauri ili niweze kumpata JP. Na ndio maana nikaamua kukutafuta ili uweze kunisaidia shoga yangu. Lakini ukiniuliza hivyo kwa ukali, ili unanikatisha tamaa, unanifanya ninyong'onyee. Nimepambana sana kuhusu JP. Nimehangaika lakini nimeshindwa. Na ndio maana nikakwambia kwa sasa hivi sifahamu hata yuko wapi. Naomba unisaidie, usinikatie hivyo. Unampenda sana eh? Ndio Mary. Nahisi nikimkosa JP sitoweza kuishi. Swala la kuhusu kumpenda, ninampenda sana kuliko kila kitu. Na hivi unavyoona, yaani nimediriki kufukuzwa kazi kwa ajili ya JP. Kwa hiyo siwezi kuweza kuishi bila kumkosa JP. Ninampenda sana. Yeye ndio kila kitu kwangu Mary. Naomba unisaidie shoga yangu. Nadhani unajua upendo ulivyo. Ina maana JP ana kila kitu cha kufanya mwanamke yote apagawe. Karibu sana mwanangu. Asante sana. Nimekutafuta sana mwanangu, nimetafuta namba zako mpaka nikazipata. Ila usishangae sana. Yaani nakuonea huruma sana mwanangu, kwa matatizo ambayo atakuja kupata hapo mbeleni. Najua unamfahamu Madam Ashura. Madam Ashura namfahamu. Sasa Madam Ashura sijui mmetengana, amekuendea kwa mganga ili umrejeshe. Lakini tahadhari sana mwanangu na hayo. Usije ukamrudia Madam Ashura, manake anakuwekea dawa kila kona ili umrejeshe. Na ukishamrejesha mambo yako yote yatakuwa yamekwisha. Amekuendea kwa mama mmoja anaitwa Ngendo, ambaye ni rafiki yangu. Ni mchawi sana huyo mama. Kwa hiyo naomba mwanangu, usije ukapinduka ukamrejesha. Utapata shida wewe mwenyewe. Wewe umefahamu hayo tu, umefahamu vipi? Mwanangu, mimi ni mtu mzima na mimi niko mtaani. Kwa hiyo naomba ujihadhari mwanangu, na mimi nitakulinda sana, na mimi nitashirikiana na wewe sana kukulinda. Sawa. Ni kweli Madam Ashura ndio nilikuwa naye kwenye mahusiano, lakini mambo hayakuwa vile ambavyo ilikuwa inafaa, kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye hata mimi sikujua kwamba yalikuwa ile mahusiano yanahusiana na nini. Kwa hiyo sasa hivi siko naye, yuko na mambo yake na mimi niko na mambo yangu, na ni kama wiki sasa imepita, wiki mbili sijawahi kujua yuko wapi au sijui kinachoendelea. Kwa hiyo kama kuna vitu anavifanya kwa ajili ya masuala ya kuniloga, sijajua atanipata vipi au kuna namna gani ambayo anaweza kaitumia kwa ajili ya kuniloga mimi. Sawa. Na lengo lako ni lipi? Mwanangu, wewe ni kama mwanangu tu. Yaani nasikitika sana kwa mambo anakufanyia, na mimi namjua yule mama ni mchawi mno. Sio kwamba tu utamrejea, ila kuna yataka kufika makubwa. Kwa hiyo mwanangu, kama uko tayari, mimi niko tayari kukusaidia. Kazi mapenzi hata ndoa nikikimbia mbele, nyuma pana nivuta kama kuna hirizi. Ivunjike leo, ivunjike leo. Mary bwana, nini wewe? Mimi nishushie kwanza na soda. Unajua nini? JP ni mwanaume mmoja mzuri sana. Alafu ni mwanaume mwenye upendo sana. Yaani akikupenda, anakupenda jinsi ulivyo. Hakuangalii wewe upoje, una nini? Yaani anakupenda yani jinsi ulivyo. Ndio maana mimi nampenda sana. Nadhani mwenyewe ushapenda. Unajua mtu anayependa na unajua mwanaume mzuri ukoje.
Sikiliza, hata mimi nimechanganyikiwa naye hivyo hivyo kama ulivyochanganyikiwa naye. Kwa hiyo mwenye kisu kikali ndio atakayekula nyama.